Sio kwamba kila mtu akose, hapana. Mimi sikosi, ila utakosa. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa swali, jiulize, kama huyu Israeli ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu, lakini yupo utumwani, je, wewe mzaliwa wako wa kwanza yuko wapi? Wewe kama ni mzaliwa wa kwanza uko wapi? Na yule mzaliwa wako wa kwanza yuko wapi? Yumkini unaishi naye, lakini yupo kwa Farao. Yumkini unaishi naye, lakini yupo Misri. Lakini kuwa Misri haimuondolei yeye kuwa mzaliwa wa kwanza, haimuondolei yeye kile cheo chake, anabaki na cheo vile vile, lakini yupo utumwani. Ni mzaliwa wa kwanza, lakini yupo utumwani. Ndio maana Mungu alipenda kwa Farao hakusema mruhusu Israeli, no, alimesema cheo, mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa hiyo unapoenda kwenye maombi lazima usisahau hicho cheo. Ninamleta fulani, mzaliwa wangu wa kwanza. Amen, amen. Mungu hakumwambia Farao mruhusu Israeli aondoke, no. Kule wapo wengi, kila mtu ana cheo chake. Kwa hiyo unapompeleka mwanao kwenye madhabahu ya Bwana, mwambie Bwana, huyu ndio limbuko langu, huyu ndio lango langu, huyu ndio fungu langu la 10, huyu. Mbinguni wanakaa wanaangalia, nani huyo? Fulani yuko wapi? Yuko Misri. Uwe na uhakika mbinguni hawatatulia, wataona kwamba kila namna watamfuata ujamaa popote alipo, kama kwenye ulevi, kwenye uchawi, kwenye uganga, kwenye washirikina na ulevi, watamfuata. Kwa nini? Anayemfuata sio wewe, Kristo ndiye anayemfuata. Ni yeye ndio mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua kwenye Warumi 11:16 inamwita mzaliwa wa kwanza kama limbuko. Kwenye Warumi hiyo 11:16 inasema hivi, Warumi 11:16 utaona inamwambia mzaliwa wa kwanza kama limbuko. Warumi 11:16 Warumi 11:16 inasema hivi, tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Limbuko likiwa takatifu na mashina yake yanakuwa matakatifu. Limbuko takatifu, kadhalika donge lote ni takatifu. Mungu akitaka kuibariki familia, analibariki limbuko, mzaliwa wa kwanza, huyo lango. Maana limbuko likibarikiwa, yanayofuata yote, yapende yasipende, yanabarikiwa. Limbuko likitakasika, wanaofuata wote, wapende wasipende, wanatakasika. Kwa nini? Kwani Adamu alipofungulia mauti, wewe au sisi wanadamu kuingia kwenye ile mauti, sio kwamba tuliomba, tumeingizwa kwa sababu kiongozi wetu ameshafungua mlango. Ndivyo ilivyo hata Kristo Yesu ambaye ni limbuko letu anasema hivi, limbuko likiwa takatifu na donge lote, familia yote, watoto wote, wajukuu wote watakuwa watakatifu. Na ndio maana utaona shetani akiamua kuvuruga familia, na yeye anatumia kanuni hiyo hiyo ya mzaliwa wa kwanza, na yeye anaenda kwenye limbuko, na yeye anaenda pale pale, anashambulia pale pale. Kwa nini? Anajua nikipiga hapa familia nzima imeshaingia. Unakutana na mzazi